Ni kukaribishe mpenzi msikilizaji wa Light Simulizi katika sehemu ya 14 ya simulizi yetu hii ya General's Daughter. Twende tukasikilize. Je, nini kilijiri katika sehemu hii? Mimi naitwa Trishi na hii ni Light Simulizi. Karibu sana. Tuangalie Kano nchini Bantu. Kwa jinsi ambavyo nilimfahamu Brigadia Jenerali Bufambaranga, alikuwa ni askari ambaye aliipenda sana nchi yake. Alijitolea maisha yake kwa ajili ya kuhakikisha ulinzi na usalama wa nchi yake. Rais wa Bantu alikuwa akitoa hotuba katika maziko ya Bufambaranga. Shughuli za maziko yake zilifanyika katika eneo la jumba lake la kifahari jijini Kano. Msiba wa Bufambaranga ulikuwa mkubwa sana. Ulikuwa umehudhuriwa na rais wa nchi ya Bantu pamoja na viongozi wengine wengi sana wa serikali, na pia maafisa mbalimbali wa jeshi walikuwa wamehudhuria. Watu mashuhuri wa nchi ya Bantu pia walikuwa ni sehemu ya waombolezaji. Umati wote huo wa waombolezaji ulitokana na umaarufu mkubwa ambao Brigadia Bufambaranga alikuwa nao. Askari huyu alikuwa maarufu si jeshini tu, bali hata uraiani. Alikuwa ni anajuana na watu wengi sana, wenye wadhifa na wa kawaida. Shughuli za mazishi na maziko ya Bufambaranga zilikuwa zikirushwa moja kwa moja na kituo cha runinga cha Kano na baadhi ya vituo vya runinga. Hii ilikuwa ni kwa sababu ya uzito wa msiba ule. Miongoni mwa waombolezaji walikuwa wazee wakazi wa The Five Eagles Squad. Walikuwa katika msiba ule kwa malengo mawili. Lengo la kwanza ni kuomboleza na lengo la pili ni kumsaka Jito, kwani waliamini ni lazima angekuwa mmoja wa hudhuriaji. Amelitumikia jeshi kwa kipindi kirefu sana cha maisha yake, na katika kipindi chote cha utumishi wake amekuwa ni mchapakazi, mwadilifu, mwaminifu na mzalendo kwa jeshi pamoja na nchi yake. Na jambo hili likamfanya apande vyeo mpaka kufikia cheo kikubwa cha brigadier mpaka pindi umauti ulipomfika. Mheshimiwa Rais aliendelea kutoa hotuba yake. Hotuba ya rais ilikuwa inampamba sana Brigadia Bufambaranga. Askari huyo akaonekana mzalendo wa hali ya juu masikioni pa wananchi. Lakini siku zote Waswahili wanasema jambo usilolijua ni sana usiku wa giza. Mheshimiwa Rais hakufahamu kwamba mtu ambaye alikuwa akimpamba kwa kumwagia sifa kemkem alikuwa ni mtu mbaya sana zaidi ya shetani. Na namna ambavyo ameishi Brigadia Bufambaranga anatufunza kuwa wazalendo kwa nchi yetu. Tuhakikishe kwamba tunapambana kuipigania nchi yetu. Lakini kwa waliotenda unyama huu, serikali haitawafumbia macho. Ninaagiza waziri wa mambo ya ndani ya nchi, hakikisha kwamba ndani ya wiki moja watu waliofanya ukatili huu wanafikishwa mahakamani kwa hatua stahiki. Wametondolea mpendo wetu ambaye bado tulikuwa tunamhitaji kwa taaluma yake kuendelea kututumikia taifa. Jambo hili si la kuvumiliwa. Rais aliongea hotuba ya Mheshimiwa Rais ili kuna mioyo ya wengi ambao walikuwa na huzuni kubwa sana kutokana na kifo cha kikatili cha Brigadia Bufambaranga. Moyoni waliomba kwa Mungu kwamba watu hawa wakamatwe na kufikishwa mahakamani. Katika msiba ule mkubwa uliohudhuriwa na watu wengi, kulikuwa na watu wa kila namna. Wengi walikuwa pale kwa ajili ya maombolezo ya msiba, lakini pia kuna baadhi wachache walikuwa pale kwa malengo mengine tofauti na msiba. Sajidu Bufambaranga alikuwa ni miongoni mwa wahudhuriaji. Yeye alikuwa amekwenda pale msibani kwa malengo mawili makuu. Lengo la kwanza lilikuwa ni kuhudhuria mazishi na maziko ya babake kipenzi, lakini lengo la pili lilikuwa ni kulipa kisasi cha kifo cha babake. Katika kulitimiza hili lengo la pili, basi alikusudia kumuua Meja Jenerali Sesi. Aliapa kwamba hatorudi Kigali kama hajamuua Sesi. Na ilikuwa ni ngumu sana kumtambua Jito. Kwanza kabisa sura yake ilikuwa ni ya bandia. Alikuwa ameivaa sura ya kike, na pili alikuwa katika mavazi ya kike. Muonekano wake kwa wakati ule ulikuwa ni wa kike kabisa. Akiwa katika umati ule wa waombolezaji, basi lile wazo la pili likamea na kukua kwa haraka mpaka kufikia hatua ya utekelezaji. Hii ni mara baada ya macho yake kumuona Meja Jenerali Sesi. Pia maafisa usalama wa The Five Eagles
tulikuwa katika mionekano tofauti kabisa. Mimi pale msibani nilikuwa nimehudhuria kama mwandishi wa habari. Nilikuwa nimejibadili kimonekano pia. Nilikuwa nimevaa ndevu za bandia pamoja na nywele za bandia. Kichwani nilikuwa nimetupia kofia la cowboy. Katu usingeweza kunitambua. Hivyo hivyo kwa maafisa usalama wengine nao pia walikuwa katika mionekano tofauti na ile mionekano yao ya kawaida. Meja Jenerali Sesi pekee ndiye ambaye alikuwa katika muonekano wake kila siku. Tulikuwa tumefanya hivyo kwa malengo maalum. Macho na fikra zangu za kijasusi vilimtilia shaka mwanamke mmoja ambaye alikuwa miongoni mwa waombolezaji. Nilipata shaka kwamba kulikuwa na walakini kwa mwanamke yule. Kwanza kabisa muonekano wake ulikuwa ni muonekano wa kibabe sana. Ilikuwa ni nadra sana kwa wanawake kuwa katika maumbile ya kishababi kama yule. Jambo la pili ambalo lilinitia shaka ulikuwa ni mwendo wake. Haukuwa mwendo wa kawaida, ulikuwa ni mwendo wa mwanaume ambaye alikuwa akiigiza ukike. Jambo la mwisho ambalo lilipigia mstari ule mfululizo wa fikra zangu lilikuwa ni mwelekeo wake. Alikuwa akielekea kule ambako Sesi alikuwa na macho yake yalikuwa yakimtazama Sesi kwa wizi. Igo namba mbili. Niliongea katika kifaa cha mawasiliano ambacho kilikuwa ni kidogo sana. Kilikuwa kimepachikwa sikioni mwangu na maiki yake kuwekwa kwa siri katika shati langu. I get you loud and clear. Igo namba 1. Over. Sesi, a red house fly is approaching your residence. Yani nzi mwekundu anapepea. Over. Niliongea. Nimekupata Igo namba 1. Ngoja nifagie uwanja. Meja Sesi aliongea. Tulikuwa tunaongea lugha ya kodi ambayo katu isingekuwa rahisi kwa mtu tofauti na sisi maafisa usalama kuelewa endapo angesikia mazungumzo yetu kwa nasibu. Nzi ilikuwa na maana ya mwanamke. Hivyo nzi mwekundu ilikuwa inamaanisha mwanamke mwenye mavazi mekundu. Kwa lugha yetu ya kijasusi mwanaume tulimtambua kama nyuki. Basi nami nikaanza kumfuatilia mwanamke yule huku maafisa usalama wengine nao walikuwa wamesikia mazungumzo yetu. Hivyo nao walikuwa wakielekea upande ule ambao Sesi alikuwepo. Ilikuwa ni chenga mwili ambao jitu hakuitaraji alipofika mahali pale ambapo alikuwa amemwona Sesi. Alistajabu kutokumkuta. Alijiuliza kimoyomoyo kwamba Sesi atakuwa amekwenda wapi. Akili ya ziada ikamjia jitu. Akahisi kwamba ule lazima ulikuwa ni mtego kwake. Na kama ulikuwa ni mtego, hii ilikuwa na maana kwamba wakati ule alikuwa katika hatari ya kuingia katika mikono hatari ya vijana wa the 5 Eagles squad. Gosh. Willy, you are the stupid bastard. Jitu aliongea kwa sauti ya chini ya kufoka akitukana. Alikuwa amekasirika sana mara baada ya kuona window lake likiwa limeyuka mbele ya macho yake. Aligafurika sana mara baada ya kuona kwamba mpango wake ulikuwa umeingia doa. Baya zaidi alijikuta anaingia katika hatari. Yote haya alijua amepangwa na mimi. Alikuwa akinihofia sana. Sasa ikawa ni yeye kutafuta namna ya kutoroka kutoka katika perimeter ambayo tulikuwa tumemwekea. Haraka haraka jitu alijichanganya na kina mama kadhaa ambao walikuwa mbele yake. Hapo akawa ametoka ghafla mbele ya macho yangu. Igo namba 1. Nzi anapaa kuelekea kaskazini. Over. Niliongea kupitia kifaa changu cha mawasiliano cha siri. Tumekupata Igo namba 1. Over. Kapteni Abubakari Mohamedi alijibu. Basi nikaendelea kujichanganya katika umati ule wa watu ili kumsaka jitu. Niliamini kwamba lazima atakuwa hajaenda mbali. Na kweli mawazo yangu yalikuwa sahihi kabisa, kama vile ambavyo nilikuwa nikiwaza. Macho yangu makini yalimngaza jitu akiwa mbali kidogo na nilipokuwa akichenza umati ule wa watu kwa nia ya kutoroka kutoka eneo lile. Yaani leo huwezi tuponyoka kirahisi jitu. Niliongea huku nikizidi kuwapangua watu kwa haraka ili niweze kumkaribia. Na pia hata namna ya kumwandama jitu katika umati ule ilikuwa inahitaji kutumia akili. Ilikuwa inatakiwa kuzipanga sentensi kweli kweli. Hii ni kwa sababu maafisa usalama wengi tofauti na sisi walikuwa wengi katika umati ule. Hatulikuwa tufahamiani. Mkutano ule wa watu ulikuwa ni mkubwa sana. Unyeti wa mkusanyiko ule ulikuwa ni uwepo wa kiongozi mkuu wa nchi, yani rais, pamoja na viongozi wa ngazi za juu mbalimbali katika serikali na jeshi. Hivyo kama ungekwenda vibaya, ungeweza kujikuta huko mikononi mwa maafisa usalama, ukihisia kwamba unataka kuhatarisha usalama.
Baadaye tukafanikiwa kuliacha eneo lile la watu. Jitu kwa wakati huo alikuwa amenipotea kutoka machoni pangu, lakini kabla nilikuwa nimemwona akielekea wa mahali ambako yalikuwa yameegeshwa magari. Nikaharakisha kwenda huko, nilitaka kunimuwahi kabla hajaingia kwenye gari, kwani akifanya hivyo ugumu wa kumpata utaongezeka. Wakati nafika katika eneo lile la kuegesha magari, kuna gari moja likatoka kwa mwendo wa kasi sana. Nilipotizama ndani ya gari lile, nikamwona Jitu akiwa nyuma ya usukani. Shit, nilijilaumu na kujifyonza kwa kujiona mzembe. Kabla sijaendelea kujihukumu kwa kujituka na matusi ya kila rangi, ghafla gari moja likafunga breki miguuni mwangu. "Pop in boss, let's roll on and check the crew." Meja Jenerali Sesi aliyekuwa nyuma ya usukani aliongea. "Yaani ingia humu ndani bosi. Wacha tufukuzane na huyu mtu." Mlango wa nyuma ukafunguliwa na Kapteni Salim. Nikazama haraka ndani. Gari likaondolewa kwa mwendo wa kasi sana. "Kanyaga mafuta mama. Hakikisha hatuachi mbwa huyu." Niliongea huko nikionyesha shauku ya mwendo wa gari kuongezeka. Yaani kwa hali ya mapambano ambayo nilikuwa nayo kwa wakati ule. Niliona kama Sesi hakuwa akilitendea haki gari. Niliona kama alikuwa akiremba sana. Nilitamani hata kumpokea. Muda wote nilibaki nikirusha mikono ya kuhimiza kuongeza mwendo. "Sijali bosi, huyu leo ni karamia yetu." Sesi aliongea. "Hawezi kutupokonyoka huyu leo." Kapteni Anthony aliongea kiko kibunduki yake. "Yaani aidha ajisalimishe au tumwage utumbo." Kapteni Abubakar naye alihimiza huku akiko kibunduki yake pia. Gari la Jitu likabadilika mbele yetu huku spidi ikiwa kali. Sesi naye alinisha ufundi wake, kwani tofauti gari letu na la Jitu ilikuwa ni umbali wa mita 70. Sasa tukawa tumezua kizaazaa barabarani. Mwendo ambao tulikuwa tukienda nao haukuwa kawaida. Askari wa usalama barabarani nao wakaamua kutuungia ving'ora vya magari yao vikawa vimeshinikiza njia nzima. Magari mengine yakawa yamepisha njia na kutuacha barabara fanya yetu. Hawakutaka kabisa kuyatia katika ajali magari yao, kwani umiliki wa magari hao ulikuwa ni tofauti. Mengine alikuwa ni wabosi wao na wengine walikuwa wameyapata kwa mkopo na hawakuwa wamemaliza mikopo yao. Sasa cha kujitia matatani na kupata hasara nini? Wakaona wafuate usemi wa wahenga usemao mwenye nguvu mpishe. Jitu alikuwa akizidi kuchochea gari lake. Hakutaka kabisa kuingia katika mikono yetu. Ingawa hapo awali alikuwa na dhamira ya kumuua Sesi. Alikuwa anajua kwamba tukimkamata tu basi ni lazima atakuwa ndio mwisho wake. Akaona hilo kwa wakati ule halikutakiwa liwe. Akaamini kwamba alikuwa na mambo mengi sana ambayo hakuwa ameyakamilisha hapa duniani. Alikuwa anataka aendelee kuishi. Mshike ukaendelea. Mfukuzano ukazidi kupamba moto. Yaani ilipoonekana ilikuwa utadhani kulikuwa na mashindano ya magari, yaani ile racing. Askari wa usalama barabarani wakataarifiana na wenzao kwamba ambao walikuwa mbele kwamba kulikuwa na wahalifu ambao walikuwa kija kwa kasi, hivyo walitakiwa wafunge njia. Hilo Jitu alijua mapema. Alijua ni lazima askari wale wangefunga njia ili kuweza kuwanasa kiurahisi. Akafanya jambo. Jitu alikuwa ni hatari sana. Kumbuka kwamba huyu ni askari ambaye alikuwa amepitia mafunzo ya ujasusi. Hesabu zake mara nyingi huwa zinakuwa na za kijinga, lakini huwa zinaacha madhara makubwa sana. Not now buddies. Huu si wakati wangu wa kunitia mikononi mwenu. We all together have unfinished business. Yaani sisi sote bado hatujamaliza biashara zetu. Jitu aliongea. Ghafla alifunga breki na kulifanya gari lisereleke na kuzunguka kutoka mwendo mkali ambao ulikuwa nao. Nasi tulilikwepa na kwenda kusimama mbele yake, maana itaka kutokea ajali mbaya sana. Wakati wa gari la polisi lilishinda kulikwepa gari la Jitu. Liligonga na yote yakapaa na kwenda kuanguka pembeni ya barabara. Wakati wa Jitu alikuwa ameshuka zamani hata kabla gari lake kugongwa na gari la polisi. Nilimwona akizamia katika mlango wa hoteli ambayo ilikuwa kando ya barabara. "Anatoroka." Niliongea nikionyesha wenzangu kwa kidole. Mimi na Kapteni Abubakari tulishuka na kuanza kuelekea kwenye hoteli ile, silaha zikiwa mkononi tayari kwa lolote. Wakati wa maafisa waliobaki waliondoka na gari kuzunguka upande wa pili wa mtaa. Katika siku ile Jitu tulimdhamiria. Kabla hatujaingia katika hoteli ile, tuliona watu wakitoka mbio nje ya hoteli huku wakipiga kelele. Kila mmoja alikuwa akipiga mayowe ya kuomba msaada wa kunusuru roho yake. Hapo nikatambua hiyo ilikuwa ni mbinu ya Jitu ya kutaka kutoroka.
Alikuwa amechanganya watu mle ndani kwa kupiga risasi juu, wakati watu wale wakihangaika kunusuru roho zao. Basi huo ndio ulikuwa hasa ambao yeye alitaka kutumia kutoroka. Lakini sisi tulikuwa makini sana kuwachunguza watu wale. Tulihisi huenda Jitu angejichanganya na kwa miongoni mwa watu wale ambao walikuwa wakitoka nje ya hoteli ile. Na watu wale walipokutana nasi tukiwa na bunduki ndio wakachanganyikiwa zaidi. Wakajua ni kama yule ambaye walikutana naye ndani. Taharuki ikawa ndio rafiki yao kwa wakati ule. Mpaka tunafikia mlango hatukuwa tumemwona Jitu. Tulianza kuingia ndani ya hoteli ile kwa tahadhari kubwa. Tulihisi huenda alikuwa amefanya ule kama mtego, akijua kwamba tutaweza kwenda mle ndani ambamo atapata nafasi ya kutushambulia. Tulipoingia ndani ya hoteli ilikuwa tupu. Tulikaribishwa na viti vitupu, mabakuli na sahani, kuonyesha kwamba watu walikimbia na kutelekeza vyakula ambavyo walikuwa wakila. Runinga ambayo ilikuwa ikionyesha hotuba ya rais iliendelea kuongea kama hakukuwa kumetokea jambo lolote. Tukaendelea kukagua kwa makini sana katika sehemu zote za hoteli ile. Tulikagua chumba baada ya chumba. Tuliambulia patupo, hapakuwa na uwepo wa Jitu. Tukazidi kusonga mbele zaidi. Silaha bado zilikuwa mikononi, makini ukiwa ameshika nafasi yake. Mbele kidogo tukaona mlango wa dharura. Mlango ule haukuwa umefungwa, kuonyesha kwamba kulikuwa pametumika muda si mrefu. Tukafuata mlango ule na kupita. Tukapelekwa nje moja kwa moja. Kule nje kulikuwa na barabara moja ndefu kabla ya kufikia upande wa pili wa mtaa ambako akina sisi ndio walikuwa wamekwenda. Shit. Katupokonyoka mshenzi huyo. Nilifoka. Ilikuwa ni mara baada ya kubaini kwamba Jitu alikuwa ameitumia njia ile kutupiga chenga mwili na kutuacha katika mataa. Na niliamini kwa mwanajeshi ule atakuwa amesonga mbali sana na pale tulipokuwa. Igo namba 1. Over. Niliongea katika kifaa changu cha kuzungumzia. Tunakupata Igo namba 1. Sesi alijibu. Nzi kayayuka. Kaingia katika mfereji mrefu ambao umepeleka mbali sana. Over. Tumekupata Igo namba 1. Ngoja tuendelee kupepesa na kunusa. Over and out. Meja Sesi alijibu. Katukimbia mpumbavu huyo, nilimwambia Kapteni Abubakar. Naona bahati ilikuwa upande wake. Hebu tuyeyuke hapa kabla polisi hawajafika, maana msala wa hapa barabarani si mdogo. Kapteni Abubakar aliongea na wote, tukaanza kukimbia kuelekea katika mtaa ambao sisi na wenzake walikuwa. Hivi ilikuwa je mpaka ule mpuzi akatupokonyoa kirahisi namna ile? Sisi aliuliza. Hii ilikuwa ni mara baada ya sisi kufika nyumbani, baada ya mshike na Jitu kule barabarani. Unajua Jitu alitumia akili sana. Kabla ya kutaka mission yake ile alikuwa amejipanga vilivyo. Alikuwa amekushapanga namna ya kutoroka ikiwa mpango wake umefeli. Kwa hiyo kwa kifupi alikuwa ametushinda kimbinu kidogo. Nilijibu. Yaani mimi naumia sana kumkosa mpumbavu huyu. Leo hii alikuwa ameingia katika mikono yetu kabisa. Sisi aliongea. Kwa hiyo mazingira yamekwisha kuwa magumu tena ya kumpata. Kapteni Salimu aliongea. Kwa anavyomfahamu Jitu, ni lazima tuendelee kuwa ndani ya Bantu. Nia yake itakuwa ni kulipa kisasi cha kuuawa kwa baba yake. Kwa hiyo bado tuna nafasi kubwa ya kuendelea kumtafuta na kumnasa. Nia ya Jitu pale kusanyikoni ilikuwa ni kumuua sisi. Sasa swali linalojiuliza ni kwa nini alikimbia mara baada ya kumkosa sisi? Si alitakiwa aendelee kumtafuta ili atimize dhamira yake? Kapteni Abubakar aliuliza. Jibu la swali lako ni rahisi sana Kapteni. Jitu ni kweli alikuwa na lengo la kumuua sisi kama hatua yake ya kulipiza kisasi. Lakini mpango wake ulikuja kuvurugika mara sisi alipotoweka katika macho kwenye mazingira ya kutatanisha. Hapo akagundua kwamba alikuwa amewekwa katika rada zetu. Hivyo akaona kuendelea na mpango wake ilikuwa ni hatari kwa usalama wake. Kwa kifupi mazingira ya pale kwake aliona si rafiki. Na hivyo ndivyo sababu kuu ambayo ilimfanya akimbie. Na mbaya zaidi tulikuwa tumemnasa na kuanza kumwandama na gari. Hapo sasa mpango wake ndio ukabadilika kabisa. Ukawa ni mpango wa kujiokoa kutoka kwetu na si kumshambulia sisi tena. Aliamua kubadili mission yake kwa sababu aliamini kwamba katu asingeweza kufua dafu mbele yetu. Nilijibu kwa kirefu. Lakini jambo la muhimu ni kwamba sasa tunaingia mtaani kwenda kumsaka Jitu. Na pia hatutalala usiku mpaka tuhakikishe tumemnasa mpuuzi huyu. Niliongea. Sawa mkuu. Wote walijibu kwa pamoja na kisha tukasema tayari kwa ajili ya kuingia mtaani. Kigali, Rwanda. Lakini nilikwambia kwamba ni hatari sana kwako kwenda Bantu katika kipindi hiki.
Bwana Blaise aliongea. Ilikuwa ni mara baada ya Jitu kuwasili Kigali nchini Rwanda, akitokea jijini Kano nchini Bantu. Alikuwa amefanikiwa kuchomoka kutoka katika mipaka nchi ya Bantu kwa mbinde sana, maana mitego ambayo tulikuwa tumemtegea kila kona ilikuwa ni babu kubwa. Yani jana niliponea katika tundu la sindano. Wale washenzi walikuwa na ucho, yani walikuwa na uchu sana na mimi. Jitu alijibu. Nilikuwa na mashaka makubwa sana na hili. Ndio maana kabla nilikwambia tuongozane pamoja, Bwana Blaise aliongea. Lakini yule mwanamke ana bahati sana. Alikuwa tayari katika target yangu, lakini sifahamu alipokonyoka vipi. Inaonesha eneo lilokuwepo lilikuwa na wana usalama wa kutosha, na walikuwa wanakufuatilia pasi wewe mwenyewe kujua. Unatakiwa kuwa makini sana rafiki yangu, kwani una maadui wengi sana. Bwana Blaise alijibu. Lakini bado sijakata tamaa. Ni lazima nilipe kisasi kifo cha baba yangu. Ni lazima nimuue sisi. Jitu aliongea. Lakini inapaswa kutuliza sana kichwa, kwani kwa hali inavyoonyesha ni kwamba mazingira ya kutekeleza misheni hiyo ni magumu sana kwa sasa. Kuna mpuuzi mmoja anaitwa Willy. Huyo ndio tatizo kubwa sana katika operation yangu. Yaani nikifanikiwa kumondoa huyo tu, basi hao wengine si lolote si chochote kabisa kwangu. Jitu aliongea. Sasa hapo ndio ambapo unatakiwa kuanza kulitatulia tatizo lako. Ina maana hicho ndicho hii ni cha wewe kwa misheni yako. Bwana Blaise aliongea. Una maana gani comrade? Maana yangu ni kwamba huyo Willy ndio wa kwanza execute. Shina likishakatwa basi matawi nayo hata kuwa na pa kujishikiza. Willy ndiye wa kwanza, alafu ndio aje huyo sesi. Bwana Blaise aliongea. Uko sahihi kabisa Blaise. Willy ndiye ambaye analipa nguvu kundi lile la the 5 Eagles. Endapo nitamfika yule, basi nitakuwa nimeshinda. Jitu alijibu. Nakumbuka kwamba huyo ni mtu mwenye skills za hatari na za hali ya juu sana. Unapaswa kuwa makini sana katika kumkabili. Bwana Blaise alimtahadharisha. Ninamfahamu sana Willy. Nimesoma naye chuo kimoja. Ninaujua uwezo wake na namna ya kumkabili. Hainipi wasiwasi. Jitu alijigamba. Na safari hii sitakuruhusu kufanya misheni hii peke yako. Ni lazima nikusaidie. Nataka niuone huo uwezo wa huyo Willy. Maana anaonekana ni mtu wa ajabu sana. Tukishirikiana kwa pamoja, tutaweza kumwangamiza kwa urahisi kuliko kufanya misheni hii peke yako. Bwana Blaise aliongea. Sawa rafiki yangu, mimi sina neno katika hilo. Siku zote ninaamini kwamba umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Safari hii Willy lazima uawe. Jitu alijibu akimpa mkono Bwana Blaise. Echekela. Niko pamoja na wewe comrade, kwa shida pamoja na raha. Bwana Blaise alijibu. Wiki moja baadaye, Kano nchini Bantu, kundi letu la the 5 Eagles squad likazidi kujiimarisha katika mikakati yake mbalimbali. Kwa sasa maafisa usalama wote tukawa tumehama kutoka pale katika jumba la sesi. Pale tukawa tumemwacha Meja Sesi pekee. Sasa kila mmoja akawa na makao yake peke yake. Tulifanya hivi kwa ajili ya usalama wa kazi na maisha yetu. Ilikuwa si vyema kwa sote kuishi katika nyumba moja kama ambavyo tulikuwa tukifanya awali. Ilikuwa ni hatari sana kwetu. Na katika kujiimarisha zaidi, kila mmoja akawa amepata gari. Hii ilikuwa ni kwa ajili ya kurahisisha masuala ya usafiri katika shughuli zetu za kila siku. Ilikuwa ni jioni moja tulivu kabisa ya saa 1. Hali ya hewa ilikuwa na ya kuvutia na ya kuburudisha kabisa. Hakukuwa na joto kali kama ambavyo imezoeleka katika jiji la Kano. Gari langu lilikaribia geti la kuingilia ndani ya jumba langu. Nilibinya remote na geti likajifungua. Niliingiza gari ndani na nyuma geti likajifunga mara baada ya kubonyeza remote. Nilikwenda kulegesha gari mahali maalum kwa ajili ya shughuli hiyo. Nilitoka nje ya gari na kufunga kabisa milango ya gari taratibu. Nikaanza kutembea kuelekea katika mlango wa kuingilia ndani ya jumba langu lile. Siku hiyo nilikuwa nimechoka sana. Kwa hiyo dhamira ambayo ilikuwa kichwani mwangu ni kuoga na kwenda kulala mara baada ya kuingia ndani. Sikuwa nimepanga kufanya jambo lingine kabisa tofauti. Niliufikia mlango, nilichukua channel ya funguo kadhaa kutoka katika mfuko wa suruali yangu na kuchagua funguo mmoja. Nitumbukiza katika tundu la kitasa na kuzungusha. Baada hapo nikazungusha kitasa na kusukuma mlango ndani ambapo uliniitikia. Mkono wangu wa kushoto ukapapasa katika switch iliyokuwa ukutani kutafuta switch. Niliwasha taa na kuifanya sebule kutawaliwa na nuru. Nuru ile ambayo ilinifanya nipigwe na butwa na moyo wangu kudunda
kwa kiasi kidogo kutokana na kauoga kambali ambako kalikuwa kamenishika. Sikuamini kama jambo lile lingeweza kutokea. Katika kochi moja hapo ya sofa, miongoni mwa yaliyosheheni katika sebule lile, alikuwa ameketi bwana mmoja ambaye alikuwa ameshika bastola ambayo ilikuwa ikinitazama. Sikuweza kumfahamu kwa wakati ule, ila alikuwa ni mtu ambaye alionekana ni shababi. Karibu sana afisa, ingia tu ndani wala usisite. Bwana ule aliongea kwa Kiswahili chenye lafudhi ya Kinyarwanda. Nilielewa maana ya kauli yake. Alikuwa na maana kwamba nisonge mbele na nisijaribu kufanya lolote. Nilipiga hatua mbele kisha nikasita. Endelea kusonga mbele na usijaribu kufanya jambo lolote la kijinga, maana wajua kile ambacho ninaweza kukifanya. Sauti ambayo usingeni kabisa katika ngoma za masikio yangu ilisikika kutoka nyuma yangu, ikiwa sambamba na ubaridi wa mtutu wa bastola ambayo iligusishwa katika kisogo changu. Ilikuwa ni sauti ya Jitu. Nilisonga mbele kama ambavyo niliamriwa, na baada ya hapo Jitu akazunguka na kuja mbele yangu, jirani na yule bwana ambaye alikuwa bado ameketi kwenye sofa. Hivi ulisema huyu ndiye Willy na ndiye ambaye analeta usumbufu? Bwana ule aliongea kwa kejeli. Ndiye huyu bwana Blaise, lakini leo nadhani 50 zake zimefika, Jitu alijibu huku bastola zao zikiwa bado zinanitazama. Baadaye nilikuja kutambua kwamba bwana ule alikuwa akiitwa bwana Blaise Echekela. Jina hili halikuwa ngeni kwangu, kwani lilikushawahitajwa na yule mateka wa FDRL ambaye tuliwahi kumteka kipindi fulani, pindi alipokuwa ametumwa kuja kutuua. Nilifahamu kwamba yule ndiye alikuwa akimhifadhi Jitu na kumtunza huko nchini Rwanda. Bwana Blaise alinitazama kwa kunidharau sana. Aliona kama sifa ambazo alikuwa amezisikia kuhusu mimi hazikuwa zikiendana kabisa na muonekano wangu. Hakutaka kuamini kabisa kama mimi ni mtu wa hatari. Aliona kama ambao walikuwa wakimpa taarifa kuhusu mimi walikuwa ni watu wazembe. Jamani, mbona mmekuja kunitembelea hapa sina taarifa? Niliuliza kwa kejeli. Unasemaje? Jitu aliuliza kwa ghadhabu na kutaka kunipiga ngumi, lakini bwana Blaise alimzuia. Imetubidi tufanye hivi, maana tuliamini kwamba kama tungekupa taarifa basi usingetukaribisha. Bwana Blaise naye alijibu kwa dharau. Aise, basi karibuni sana. Sijui niwasaidie nini, maana sidhani kama mtakuwa mmekuja hivi. Ni lazima kuna shida ambayo itakuwa imewaleta. Anyways, mngepata japo hata kikombe cha kahawa kabla ya kuanza kunieleza shida yenu ambayo imewaleta. Niliongea kauli ambayo ilikuwa na malengo. Lengo langu lilikuwa ni kuzidi kuwapandisha ghadhabu, ambapo wangejikuta wanafanya mambo yao pasi kuwa na umakini, na mimi ndo nilitumia fursa hiyo kufanya yangu. Hivyo boya, unachukuliaje sisi? Kilichotuleta hapa kwako ni kimoja tu, ni roho yako tu. Tumekuja kuichukua roho yako. Jitu alifoka. Sawa, hilo sijalipinga. Roho yangu mtaichukua tu. Lakini kabla hamjaichukua roho yangu, nami ningependa kujua baadhi ya mambo kutoka kwenu. Kwanza kabisa, ni kwa nini mnaitaka roho yangu? Niliwauliza. Kumbe kaka jamaa kana dharau namna hii. Yaani mbele ya bastola hizi unathubutu kuwa na ujeuri hata ya kutuliza maswali. Wewe ulitakiwa umetetemeka kwa uoga. Bwana Blaise aliongea kwa mshangao. Nadhani humu ndani mimi ndiye ninayetakiwa kuwa na sauti na si ninyi. Hapa ninyi ni wageni, kwa hiyo mimi ndo napaswa kuongoza ninyi. Niliongea. Umeona Blaise? Huyu mimi nilikwambia ni kumwosha tu risasi na kisha tuondoke zetu. Hatupaswi kumpa nafasi ya kufanya naye mazungumzo. Hapa na hatujaza tu. Utakuja kuniambia baadaye Blaise. Jitu aliongea. Jitu alikuwa amekwishanisoma nini ambacho nilikuwa nakitaka. Tukumbuke kwamba alikushapata mafunzo ya ujasusi. Hivyo mbinu ile ambayo nilikuwa nikiitumia alikuwa akifahamu vizuri kabisa. Kwa wakati ule alikuwa anajitahidi kuepukana nayo kwa kumtahadharisha pia rafiki yake ambaye alionekana hakuwa akijua kitu. Subiri kwanza Sajido. Kuna kitu nataka kujifunza kutokana na huyu mpuuzi. Kabla hatujamuua, nataka kujua ni mtu wa namna gani. Bwana Blaise aliongea. Hilo ni kosa kubwa Blaise. Tunakwenda nje ya mission. Tumwosha risasi na kupotea hapa. Ni hatari sana. Jitu aliendelea kusisitiza. Okay, naona sasa muda wa kufanya maigizo umeisha. Nafahamu kwamba bado mnapenda kuishi, kwani maisha ni matamu kuliko kifo. Sasa kama ambavyo mliingia, ninapa dakika moja tu ya kuondoka kutoka humu ndani.
Niliongea huko nikiwa bado natizamana na bastola zao. Sajido, hakika huyu jamaa wako ni kichaa. Yaani mbele ya bastola hizi ambazo anatizamana nyuzi kadhaa, anathubutu kuongea ujinga huu. Bwana Blaise aliendelea kucheka. Sasa katikati ya kicheko chake nami ndo nikaamua kutumia mwanya ule kufanya yangu. Kwa kasi mithili ya umeme nilipangua bastola ya jitu ambapo nikampokonyoka Bwana Blaise Chekela. Alishtuka na kufyatua risasi, lakini alikuwa ameshachelewa, kwani nilikuwa nimekushabonyea na kuipangua bastola ile kwa ngumi. Bastola ikampokonyoka na kuanguka. Kabla Bwana Blaise hajatafakari la kufanya, nilibandika ngumi ya kwenye kende na kumfanya apige kelele za maumivu huku akitamka lugha zote za Kinyarwanda. Alirukaruka huku akiwa ameshikilia sehemu zake za siri, mithili ya mtu ambaye alikuwa amekanyaga moto. Jitu akaona Sambo alikuwa ameshaharibika. Kile ambacho alikuwa kikihofia ndicho ambacho kilikuwa kimetokea. Akaona njia ambayo ilikuwa imebaki ni kupambana. Akajipanga. Jitu akarusha teke ambalo nilipangwa kwa mkono wangu. Kisha nikambandika ngumi moja nzito ya tumbo ambayo ilimrusha na kwenda kumbwaga juu ya meza. Alipiga kelele huku akiwa ameshikilia tumbo lake pale chini kwa maumivu. Wakati Bwana Blaise kidogo hali yake ikawa imekaa sawa. Maumivu yake yakawa yamepoa kidogo. Akajipanga kwa mpambano. Akarusha ngumi nikaiona. Akatisha kupiga kushoto, nikabonyea, ikapita nyuzi kadhaa ya kichwa changu. Wakati huo nikamchota mtama mapo jamaa. Akaenda kubwagika kalaria zulia mithili ya mtu ambaye alikuwa kila ubwa msibani. Nikambandika teke la uso na kumfanya jamaa acheue damu. Nikamkandamiza na ngumi moja ya taya ambayo ikamlaza kabisa Bwana Blaise. Jitu akawa amesimama na akawa anakuja kizembe, akitaka kunishambulia kwa nyuma. Akakutana na uzito wa round kick katika uso wake na kumfanya aone giza na nyota kwa wakati mmoja. Sasa ndio Bwana Blaise akasadiki maneno ya jitu. Akatambua kosa ambalo alikuwa amelifanya, jinsi ambavyo alikuwa amenidhania sivyo ambavyo nilikuwa. Alishangaa kasi na weledi ambao nilikuwa nao katika mapambano ya mikono, na hii ilionyesha dhahiri kwamba katika maisha yake hakuwa amewahi kukutana na mwanaume kisiki kama mimi. Sasa akawa ametambua kosa ambalo alilifanya kwa kutokumsikiliza jitu. Akajua hakika siku ile mtihani walikuwa nao na kujua kama wataweza kumaliza mlima ule. Bwana Blaise akawa anakuja wangu kwa lengo la kunishambulia kwa kunikumba ili niende chini, lakini nikawa nimeisoma stance zake kwa kasi ya ajabu, nami nikamfuata. Nilipokutana naye niliruka juu na kuikamata kichwa chake. Nikiwa huko juu nikainamisha na kubamiza uso wake katika goti la mguu wangu. Nilipotoa chini Bwana Blaise alikuwa amelala chini, anagalagala uso wake ukiwa ameushika kwa maumivu makali. Alikuwa akilia mithili ya mtoto mdogo. Kwangu mimi siku ile ilikuwa ni furaha sana, kwa sababu niliamini kwamba kazi ambayo ilikuwa ikitusumbua vichwa vyetu ilikuwa imejirahisisha sana. Yaani nilikuwa naua ndege wawili kwa jiwe moja. Yaani ni kwamba watu wawili hatari ambao tulikuwa tukiwatafuta walikuwa wameingia katika mikono yangu kwa urahisi kabisa. Yaani walikuwa ni mithili ya ndege ambao walikuwa wamejileta katika urimbo na kunasa. Sasa jamaa wakaamua kubadili mbinu. Waliona mbinu ambayo walikuwa wakitumia mwanzo haikuwa na mafanikio, wakaamua kuunganisha nguvu. Wakaamua kunishambulia wote kwa pamoja. Waliamini kama watatumia mbinu hiyo basi wanaweza kunishinda. Waliamini kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Wakajipanga kunishambulia kwa mtindo wa karate. Nikatabasamu pindi nilipoona wamejipanga. Niliona kama wanapoteza muda wao, maana hakuna ambaye alikuwa na uwezo wa kupambana nami kati yao. Wakashambulia, lakini mimi nikapangua mapigo yao. Wakati huo nikawapa pigo moja kali aina ya the big palm. Wote kwa pamoja walijikuta kirushwa na kwenda kubwagika juu ya vipande vya kioo vya meza ambayo ilikuwa imevunjika. Vipande vile viliwajeruhi katika makalio, migongo pamoja na mikono yao. Sikuwapata nafasi ya kupumua, nikafuata pale chini. Nilimkamata Bwana Blaise na kumshindilia ngumi kadhaa za tumbo na kufanya alie kama mtoto. Vivyo hivyo ndivyo ambavyo nilifanya kwa jitu. Wote wawili wajikuta wako tabani kabisa, hawajiwezi, kama maumivu na majeraha. Sasa nikaona ule ulikuwa ndio wakati wa kumaliza kabisa biashara. Nikataka niwape mapigo ambayo yatawafanya wazime kabisa, yani wapoteze kabisa fahamu. Ilikuwa ni ghafla sana na sikutegemea kama ingetokea. Ulitokea mlipuko mdogo ambao ulisababishwa na bomu mdogo ambalo Bwana Blaise alirusha. Mlipuko ule sababisha moshi mwingi utande mle ndani.
Akili yangu ilichaji haraka sana. Ilikuwa hatari sana kwangu kuendelea kubaki pale ambapo nilikuwa ningeweza kushambuliwa hata na risasi. Nilichupa na kuzama nyuma ya sofa ambayo ilikuwa pembeni yangu. Nukta ile wakati nikifanya vile, mvua ya risasi ilimiminika kuelekea upande ambao nilikuwa nimesimama. Zilikuwa ni risasi za kutosha, na kama risasi zile zingenipata, basi nisingeweza kuendelea kuishi. Baadaye risasi zilikoma. Mle ndani ya sebule bado mlikuwa na moshi mzito ambao ulifanya nishindwe kuona chochote. Dakika kadhaa mbele, moshi ule ulianza kupungua taratibu na baadaye ukaisha. Wakati huo bado nilikuwa nimebana pale nyuma ya sofa. Nikainua kichwa changu taratibu na kuchungulia ili nibaini hali ya mle ndani. Sikuweza kumwona mtu yote. Nikajua jamaa zangu wale walikuwa tayari wamekushataleza. Bastola ikiwa mkononi, nilisimama kwa tahadhari na kuanza kufanya ukaguzi wa kina mle ndani ili kujiridhisha kama wamekwenda kweli. Nilipohakikisha kutokuwepo kwao, basi nikatoka nje ili kuhakikisha kama ni kweli watakuwa wametoka. Baada ya kuhakikisha kwamba hakukuwa na watu, nirudi ndani. Moja kwa moja nikaenda katika chumba changu maalum. Humo ndani mlikuwa na mtambo maalum. Mtambo huo ulikuwa ni maalum kwa ajili ya kubaini kwa kama kulikuwa na mlipuko wote ambao ulikuwa umetigwa katika nyumba. Niliwasha mtambo ule, mtambo ukaanza kuskani nyumba nzima. Sekunde kadhaa mbele, shughuli ile ikawa imekamilika. Hakuna kilipuzi chochote ambacho kilikuwa kimetegwa. Washen sana hawa. Siku zao zinahesabika. Ipo siku vitanasa tu. Niliongea huku nikirekebisha vitu vyangu ambavyo vilikuwa vimevuruga pale sebuleni kutokana na ile varangati. Baada ya kukamilisha zoezi hilo, nikapiga simu wenzangu na kuwajulisha kile ambacho kilikuwa kimetokea. Nikawatahadharisha kuwa makini sana, kwani Jitu na mwenzake walikuwa ndani ya Kano. Siku iliyofuata, Kigali nchini Rwanda. Halo Sajido, ile namba ni chafu. Tunatakiwa kujipanga sana kukabiliana nayo. Bwana Blaise aliongea. Nilikwambia Blaise, yule bwana hafai, yani huwa haitakiwi kabisa kumpa nafasi ya kuishi pindi unapokuwa katika pointi ya kutoa uhai wake. Jitu alijibu, kweli sasa nimekuamini. Mara ya kwanza ulipokuwa ukinieleza, nilikuwa naona kama wanadanganya. Sasa nimeamini namna bwana yule alivyokuwa hatari. Bwana Blaise aliongea. Tumepoteza nafasi ile ya wazi kabisa. Yaani tulikuwa na uwezo wa kumuua kabisa Wili. Ilikuwa ni nafasi nzuri sana. Jitu alilalama. Kufanya kosa si kosa. Kosa ni kurudia kosa. Naamini safari ijayo kosa kama ambalo limefanyika halitaweza tena kufanyika tena. Bwana Blaise aliongea. Yaani siku ambayo nitawaua hawa mbwa ndio siku ambayo moyo wangu utatulia. Jitu aliongea huku akigangwa na jeraha lake usoni na nesi maalum ambaye alikuwa amejeruhiwa na Bwana Blaise kwa ajili ya shughuli kama zile. Lakini Bwana Sajido, misheni hii ni ngumu sana, tofauti na vile ambavyo wewe unaichukulia. Uwezo wa Wili ukijumlisha na hao wengine, unapata nguvu moja kubwa sana. Na ndivyo maana waliweza kuivamia ile ngome ya kule Kongo na kumchomoa mtu wao kutoka ndani ya kambi. Sasa Blaise, ukisema hivyo unakuwa unaniingiza uoga katika misheni. Katika kamusi yangu neno uoga halipo kabisa. Jitu alijibu, sina maana hiyo, maana yangu ni mzuri. Ninahitaji tufanye misheni hii kwa kutulia, huku tukitumia akili zaidi. Nimekuelewa rafiki yangu, lakini mimi nataka watu wafe mapema. Usiwe na shaka, kufa watakufa, ila tunatakiwa tujipange vyema kwa misheni hii. Tukienda vibaya hata sisi wenyewe tunakufa. Suluana kichotokea jana kule Kano. Bwana Blaise aliongea. Basi sawa, Jitu alijibu. Wiki moja baadaye, Kano Bantu. Mheshimiwa, leo na safari moja tu ambayo ni ziara ya kutembelea kambi ya kijeshi itwayo Camp namba 26. Katibu mkuu wa rais aliongea. Ilikuwa ni majira ya asubuhi kabisa katika ikulu ya Bantu mjini Kano. Rais alikuwa akipewa ratiba ya majukumu yake kwa siku ile. Okay, vipi kila kitu kipo tayari? Mheshimiwa aliuliza. Ndio mheshimiwa, una dakika 5 za kutakiwa kuwa ndani ya gari kwa ajili ya safari ya uwanja wa ndege. Katibu mkuu wa rais alijibu. Nashukuru sana. Basi nadhani tunaweza kuenda, maana kila kitu naamini kipo kama ambavyo kinatakiwa. Mheshimiwa rais alijibu huko akipokea koti lake la suti nyeusi kutoka kwa mlinzi wake na kulivaa. Yes, the Majesty is on the move. Afisa usalama mmoja aliongea katika chombo maalum cha mawasiliano alichokuwa kivaa katika masikio yake na maiki yake kupachikwa katika shati lake
na kuzibwa na koti la suti rangi nyeusi. Go to PS namba 1. Everything is clear. Ready to go. Yani nimekupata PS namba 1. Kila kitu kipo sawa. Tunaweza kwenda. Over. Afisa usalama mwingine alisikika kutoka katika upande wa pili wa mawasiliano. Baada ya hapo maafisa usalama walianza kumuongoza rais kutoka katika chumba ambacho alikuwemo. Walikwenda naye mpaka katika gari maalum ambalo lilikuwa limeandaliwa. Baada ya mheshimiwa rais kuingia ndani ya gari, msafara wa magari ukaanza safari yake kuelekea uwanja wa ndege wa Kano ambako kulikuwa na ndege maalum ya rais. Safari ile ya rais ilikuwa ni muhimu sana. Hii ni kwa sababu kuna tetesi alikuwa amepenyezewa na vyanzo vyake vya habari kuhusiana na kambi ile. Tetesi zilikuwa zinasema kwamba kuna mambo yalikuwa yakiendeshwa katika kambi ile hayakuwa mazuri. Hivyo mheshimiwa alikuwa akienda kufanya ukaguzi katika kambi ile na kujipatia maelezo ya kutosha ya namna kambi ile inavyoendeshwa. Mheshimiwa rais aliamua kufanya ziara ile iwe siri ya kimkakati na ya kushtukiza. Hakutaka kutoa taarifa kwa Jenerali Bisare, kwani aliamini angefanya vile basi asingeweza kulipata lile ambalo alilikusudia kulipata. Tempo namba 26. Vipi bwana Biabato? Kikosi kule kambi namba 2 kiko sawa? Bisare aliuliza. Kikosi kipo sawa kabisa. Vijana wako na ari kubwa sana. Kanali Biabato alijibu. Basi siku ya leo tuna ugeni. Bisare aliongea. Tuna ugeni? Kanali Biabato aliuliza. Nadhani hakuwa amesikia kauli ya Bisare. Ndiyo bwana Biabato, tena si ugeni mdogo. Ni nani huyu ambaye anakuja kututembelea? Ni mkuu wa nchi. Bisare alijibu. Aisee, mbona ghafla hivi? Tena afadhali ingekuwa ghafla, lakini anakuja kututembelea pasi taarifa. Una maana gani? Biabato aliuliza. Ziara yake ni kushtukiza, ni ziara maalum ya kimkakati. Bado sijakuelewa Jenerali. Inavyoonyesha ni kwamba mheshimiwa rais amepata tetesi ya baadhi ya mambo ya siri tunayoendesha hapa. Hivyo sasa ameamua kufanya ziara ya kushtukiza ambayo dhamira yake ni kuja kufanya ukaguzi kambini na kujionea kile kinachoendelea hapa. Bisare aliongea. Ile jambo ni la serious sana. Lakini mbona nakuona wewe unalichukulia kawaida sana? Kanali Biabato aliuliza. Ni jambo dogo sana hili bwana Biabato. Hakuna chochote ambacho watakipata. Mimi niko makini sana katika kila ninachokifanya, hata wewe mwenyewe wajua. Bisare alijibu. Wewe taarifa hizo umezipata wapi? Mimi nina vyanzo vya habari karibu kila mahali. Ni rahisi sana kwangu kupata taarifa jambo lolote. Bisare aliongea. Jambo la muhimu kwa sasa tuweke mambo sawa. Tuweke mipango sawa kwa ajili ya kuwapokea wageni. Nadhani unanielewa ninaposema hivi. Bisare aliongea. Nimekuelewa vyema bosi. Kila kitu kitakuwa katika utekelezaji ndani ya muda mfupi. Basi hatuna muda wa kupoteza. Twende katika utekelezaji. Sawa bosi. Biabato alijibu. Helikopta takriban 10 ziliwasili katika kambi ya jeshi. Kimpo namba 26. Zilipokelewa vizuri kabisa kwa sababu logistiki ilifuatwa kwa kutanguliza taarifa dakika kadhaa kabla ya helikopta zile kuja. Moja kati ya helikopta zile ilikuwa imebeba mheshimiwa rais. Helikopta nyingine zilikuwa zimebeba maafisa usalama pamoja na walinzi wa mheshimiwa rais. Kikosi kile ambacho kilikuwa kimeambatana na rais kilikuwa kimejigawa hapo kabla. Si kikosi chote ambacho kiliingia ndani ya kambi. Askari wengine walishushwa kwa kamba kabla helikopta zile kufika ndani ya kambi. Askari wale ambao walishushwa kwa kamba walijigawa na kuizunguka kambi yote ile. Walifanya vile kwa ajili ya usalama wa mkuu wa nchi ambaye alikuwa ndani ya kambi ile. Askari wale walikuwa wamejipanga wakiwa na silaha za kutosha. Walikuwa tayari kwa lolote ambalo lingeweza kutokea. Habari yako Jenerali Bisare? Mheshimiwa rais alimsalimu Bisare. Salama kabisa mheshimiwa. Bisare alijibu mara baada ya kupiga saluti. Karibu sana mheshimiwa. Bisare alimkaribisha mheshimiwa rais. Nashukuru sana Jenerali. Nimekuja kujifunza namna ya utendaji kazi kwa kila siku katika kambi yako. Ingawa ziara yangu imekuwa ghafla mno. Mheshimiwa aliongea. Hakuna shaka mheshimiwa. Karibu sana. Najisikia huru kabisa kufanya lolote. Mimi niko kwa ajili ya msaada kwa lolote ambalo litahitaji ufafanuzi. Bisare alijibu. Mheshimiwa rais alitabasamu huku akimpa mkono wa shukrani Bisare kwa kukaribisha ule. Lakini moyoni mwake mheshimiwa rais alikuwa anafahamu kwamba Jenerali Bisare alikuwa ni mnafiki tu.
Basi naomba niongoze tupate kuzungukia mazingira yote, Mheshimiwa Rais aliongea. Usiwe na shaka mtukufu rais, Bisare alijibu akitabasamu. Kumbe kuna kitu ambacho maafisa usalama wa rais pamoja na Mheshimiwa Rais hakukijua. Kumbe ndani ya kambi ile kulikuwa na masniper ambao walikuwa wamejipanga kila kona wakiongozwa na Kanali Biabato. Na pia hata nje ya kambi ambako kulikuwa na maafisa usalama wa taifa nako kulikuwa na changamoto ambayo wao hawakujua. Kumbe maafisa usalama wale walikuwa wamewekwa kwenye perimeter bila wao wenyewe kujijua. Yaani kulikuwa na kikosi maalum cha wanajeshi wa Jenerali Bisare kilikuwa kimewekwa tayari kwa ajili ya kufanya mashambulizi kwa maafisa usalama wale. Ilitokea ghafla pasipo walinzi wa rais pamoja na wana usalama kutegemea. Ilikuwa ni ishara ya mkono kutoka kwa Kanali Biabato ndio iliyoruhusu risasi kutoka kwa masniper watatu kuvifumua vichwa vya walinzi wa Mheshimiwa Rais. Wakati huo Kanali Biabato naye akimwangusha chini mlinzi mmoja. Maafisa usalama wengine walipozichomoa silaha zao kwa ajili ya kujibu mashambulizi na kutaka kumlinda Mheshimiwa Rais, walijikuta akimiminwa risasi za kutosha kutoka kwa wanajeshi waliokuwa wamejificha pale pande mbalimbali ndani ya kambi ile pamoja na masniper. Mheshimiwa Rais achanganyikiwa, akili yake ilipotea ghafla ndani ya sekunde kadhaa kutokana na shambulio lile la ghafla. Akili ilipokuja kumrejea, alijikuta kichwa chake kikipapaswa na bastola ya Bisare. Wakati huo walinzi wake na wana usalama wengi walikuwa wamelala chini wakiwa maiti, waliobaki walikuwa wamejeruhiwa vibaya sana, huku sasa wakiwa wamewekwa mateka na wanajeshi na masniper ambao walikuwa wamejitokeza waziwazi. Huyo ndio Bisare, yani Norman Bisare. Hatari sana mzee huyo. Kile kikosi cha wana usalama kule ndani waliposikia ile milio ya risasi ndani ya kambi wakaanza kujiongea kwa hadhari na kwa haraka sana kuivamia kambi ili waweze kutoa msaada, maana walifahamu kwamba ni lazima Mheshimiwa Rais atakuwa amepata shida mle ndani. Lakini walipokuwa wakifanya hivyo ndipo dhoruba kuu ilipowafikia. Walijikuta kivamiwa na kikosi cha wanajeshi wengi sana wa Bisare ambao walikuwa wamewazunguka. Kwa wingi ule wanajeshi walijikuta wanashindwa kwa muda. Walichezea risasi za kutosha na kuangusha mithili ya kumbi ambao walikuwa wametoka mabawa. Yalikuwa ni mauaji ya kutisha sana ambayo yalitokea pale nje. Askari wengi wa Jenerali Bisare hawakuwa na huruma hata kidogo. Walihakikisha wameua wana usalama wote pasi kumbakiza hata mmoja. Kule ndani ya kambi hali bado inaendelea kuwa tete. Mheshimiwa Rais bado alikuwa ameshikiliwa na Jenerali Norman Bisare. Siku ile mwanajeshi yule ambaye alikuwa akiaminika sana na serikali kwa kuwa mzalendo alikuwa ameonyesha rangi yake halisi ambayo ilikuwa imemwacha kinywa wazi Mheshimiwa Rais. Hakuamini kile ambacho alikuwa anakishuhudia. Hii ni nini Bisare? Ina maana gani hii? Hatimaye Mheshimiwa Rais alithubutu kuuliza. Ina maana hujui hii ni nini? Lakini sio kesi, nitakuelekeza. Haya yanaitwa mapinduzi au kwa lugha ya kigeni tunaita coup d'etat. Ukipenda sana waweza ita overthrow au seizure and the remove of government and its powers. Nadhani mpaka hapo utakuwa umenielewa. Jenerali Norman Bisare aliongea kwa kejeli sana. Kwa nini unafanya hivi Bisare? Hiki ni kiapo cha uzalendo ambacho ulikula? Mheshimiwa Rais aliuliza. Kiapo kitu gani wewe? Kwanza kuanzia sasa unatakiwa kuwa na heshima unapoongea na mimi, kwa sababu unatakiwa ujue kabisa unaongea na Mheshimiwa Rais Jenerali Norman Bisare. Na huyu hapa ni makamu wa rais Kanali Biabato. Jenerali Norman Bisare aliongea huku akimshika bega Kanali Biabato. Kanali Biabato alicheka kwa furaha. Kwanza kabisa hakuwa akiamini kwamba anakwenda kwa makamu wa rais. Hakuwa amewahi kuliota jambo hili hata siku moja katika maisha yake. Kwake ilikuwa ni kama yunjozini akiyaota mambo yake. Unajidanganya Bisare, utajuta kwa kitendo hiki cha kikatili ambacho umekifanya. Umemwaga damu za watu wasio na hatia. Nakumbuka kwamba damu hii ya watu hawa itakulilia. Mheshimiwa Rais aliongea. Acha kuniongelea dhana za kipuzi kama hizo. Uongeayo ni ndoto za alinacha. Jenerali Norman Bisare alijigamba. Itakiwa watu hawa wafe ili mimi niweze kuwa rais. Na pia inatakiwa wewe ufe ili mimi niweze kuwa rais. Hii ni sadaka kama ambavyo zilivyo sadaka nyingine. Kwa hiyo acha kuongea ujinga wako mbele ya Mheshimiwa Rais. Bisare aliendelea kuongea. Wakati huo kile kikosi ambacho kilikuwa nje ya kambi kilikuwa kimeingia ndani. Moja kwa moja walikwenda mpaka ambapo alipokuwepo Bisare
Kanali Bebato pamoja na Mheshimiwa Rais. Kazi imekamilika mkuu. Wote waliokuwa nje tumeshawafyeka. Hakuna aliyesalia hata mmoja. Kamanda in charge wa kikosi kile aliripoti kwa Jenerali Nonman Bisare. Safi sana vijana wangu. Kazi imekwisha. Sasa tayari tumekushaichukua nchi. Kwa sasa jiandaeni, kwani tunakwenda kwenye kambi yetu kuu kwa sababu najua na usalama watakuja hapa. Kimbo namba 26 muda si mrefu. Jenerali Nonman Bisare aliongea. Habari zile zilikuwa mbaya sana kwa Mheshimiwa Rais kuzisikia. Alikuwa anakitegemea kikosi ambacho kilikuwa nje kwamba kitakuja kufanya mashambulizi na kumwokoa, lakini akashangaa kusikia kwamba nacho kilikuwa kimeshambuliwa na kuteketezwa kabisa. Hapo sasa ndio kaona ugumu wa jambo lile, na pia akatambua kwamba jambo lile la mapinduzi Jenerali Nonman Bisare alikuwa amelipanga kwa muda mrefu sana. Sasa rais mstaafu, kabla sijakuua, matakao peleka makao makuu yangu. Kuna funza fulani pia wanatakiwa kuuawa. Sasa ili funza hao waweze kuuawa, unatakiwa kuwachamba. Najua atakuja tu kutaka kujaribu kukuokoa, na hapo ndipo ambapo nitaonyesha nguvu yangu. Jenerali Nonman Bisare aliongea. Unakosea sana Bisare. Unao muda wa kurekebisha makosa yako. Hebu achana na jambo hili, kwani halikupendezi. Na sivyo ambavyo ulifunzwa jeshini pamoja na kiapo chako. Mheshimiwa Rais aliongea. Pasi kumjibu, Nonman Bisare alimvurumishia kondela kwenye taya na kumfanya Mheshimiwa Rais azunguke kwa kukosa balance. Kabla hajakaa sawa, akapewa zawadi ya konde jingine la usho ambalo lilimfanya atoe damu puani pamoja na mdomoni. Mdomo wake wa juu ulikuwa umechanika. Mheshimiwa Rais alilia kwa uchungu. Pumbavu kabisa wewe. Yaani unathubutu vipi kusema kuwa rais hakunipendezi? Kwa hiyo tu ndio unapendeza kuwa rais? Nonman Bisare alifoka. Baada ya hapo akamshindilia ngumi kama 4 za tumbo ambazo zilimfanya Mheshimiwa Rais ainame chini, huku mikono yake akamjishika tumbo lake. Maumivu ambayo alikuwa kiasi gani kwa kiwango cha juu. Haya, hawa askari wote waliosalia na kisha tuanze safari, Bisare aliamuru. Risasi zikasikika, wala askari maafisa wa usalama ambao walikuwa majeruhi wakaokoa kikatili kabisa mbele ya macho ya Mheshimiwa Rais. Kitendo kile kilifanya Mheshimiwa Rais ashikwe na uchungu mkubwa sana na kuporomoka na machozi. Baada ya hapo Mheshimiwa Rais akafungwa pingu, kisha akapelekwa katika gari ambapo Nonman Bisare na Kanali Bebato walipanda. Askari wengine wakaenda kupanda katika magari mengine huku wakishangilia. Nderemo na vifijo vikatawala. Msafara ule ulipoanza kuondoka, wanajeshi walikuwa wanafurahi kwa sababu walikuwa wamekamilisha misheni yao pasi kutumia nguvu kubwa. Tuangalie Kano Bantu. Tuna shida kubwa sana ambayo imetokea asubuhi hii. Nilianza kuongea. Ilikuwa ni katika kikao cha dharura ambacho nilikuwa nimekiitisha nyumbani kwangu. Maafisa usalama wenzangu walikuwa makini sana kunisikiliza. Shida gani tena? Sisi aliongea. Namba 1 wa nchi amepata shida. Nilijibu pasipo kuweka wazi. Hebu nyosha maelezo kamanda. Acha kutupa jaka moyo. Kapteni Abubakari aliongea. Ni kule kipo namba 26. Namba 1 wa nchi alikuwa katika ziara ambayo alikuwa amefanya ghafla. Akawa amepata tetesi kwamba kuna mambo ambayo si mazuri yalikuwa yakiendeshwa katika kambi ile. Nitulia kidogo, na mpaka hapo sisi akaanza kuhisi jambo ambalo litakuwa limetokea huko. Usitaki kuniambia namna ambavyo nawaza ndivyo ambavyo ilivyo. Sisi aliongea. Ndio sisi, baba yako Jenerali Nonman Bisare amemteka Mheshimiwa Rais, na mbaya zaidi ameua askari wa usalama pamoja na wanajeshi wote ambao walikuwa katika msafara wa Mheshimiwa Rais. Niliongea. My dad, why this? Sisi aliongea kwa uchovu mkubwa sana kutokana na kile alichokisikia. Nini kinakwenda kufanyika sasa? Maana maisha ya rais yako katika hatari kubwa. Kapteni Anthony aliuliza. Uko sahihi, maisha ya Mheshimiwa Rais yako katika hatari kubwa sana. Tena ni the highest degree of danger. Sisi kama the 5 Eagles Squad, serikali imejadili na kutukabidhi rasmi jukumu la kuhakikisha tunamleta rais salama Ikulu. Niliongea. Umeeleweka Igo namba 1, hatuna muda wa kupoteza. Kapteni Salimu aliongea. Yes, sasa tunaondoka na kwenda camp namba 26. Kumbukeni hii ni mission ya kuhakikisha rais anarudishwa salama Ikulu. Sitaki pia nimpoteze hata mmoja miongoni mwenu. Niliongea huko wote tukisimama. My daddy,
will pay for this. Ni babangu, utalipa kwa hili. Safari hii nitakachomfanyia hata kiamini. Sesi aliongea kwa ghadhabu huku akikoki bunduki yake. Kempu namba 26 tuliwasili na kushuhudia mauaji kikatili ambayo yalikuwa yamefanyika. Yalikuwa ni mauaji ambayo yalituhudhunisha, kutukasirisha na kujaza mioyo yetu ari ya kuhakikisha tunalipa kisasi kwa maisha ya makamanda wale waliokuwa wamelala pale chini bila hatia. Kuweni makini Fox. Nasikia harufu ya hatari katika eneo hili. Niliongea huku kila mmoja akiwa na bunduki tayari mikononi mwake. Umesomeka bosi? Sesi alijibu. Kama ambavyo nilikuwa nimetaraji, ndivyo ambavyo ilikuwa. Mvua za risasi zikaanza kumiminika kuja mahali ambapo tuliko ndani ya ile kambi. Lay down and crawl to the belly. Niliongea. Yaani inameni chini na mjifiche kwenye vizuizi. Sote tukalala chini na kuanza kutambaa kuelekea katika kizuizi cha mifuniko iliyokuwa imejazwa michanga. Tulipofika tukapumua, kwani hapo ilikuwa ni mahali salama. Okay Fox, sasa ndo muda wa sherehe. Hebu waonyesheni hawa wapuuzi namna tunavyocheza na bunduki. Niliongea kwa sauti ya kuamsha na kuhamasisha. Alright. Wote walijibu kwa pamoja na kisha wakazikoke bunduki zao. Kilichofuata baada hapo ikawa ni burudani ya risasi. Wale jamaa walikuwa wamejificha katika maeneo fulani mle kambini. Jinsi ambavyo tulikuwa tukiwatungua na kuangusha chini. Hata wao wenyewe walishangaa. Ndani ya dakika 20 tukawa tumemaliza. Tukiwa tunatoka tukamwona askari mmoja ambaye alikuwa amejeruhiwa mguuni akitaka kutoroka kutoka mle kambini. Wote tukatabasamu. Haya, hebu ongea. Bosi wako yuko wapi? Na ni wapi kampeleka rais? Niliuliza nikifoka. Unajisumbua tu, siwezi kukwambia. Na kama ukifanikiwa kufika huko, utamkuta akiwa marehemu. Askari ule alijibu kifedhuli. I say, basi watu kama ninyi, mimi huwa nawapenda sana. Kuongea ukweli mbona ni jambo dogo tu. Niliongea huko nikichukua kwa leo kutoka katika begi langu dogo la mgongoni. Unataka kufanya nini? Askari ule aliuliza kwa uoga. Kaambia subiri ucheze muziki wake. Niliongea huko nikichezesha kwa leo ile. Nikazishika korodani zake na kisha nikapeleka kwa leo ile. Moyo wa askari ule ulidunda. Alikuwa anafahamu nini ambacho ninakwenda kukifanya. Ongea, rais imempeleka wapi? Sesi aliuliza. Nimekwisha sema siwezi kusema. Askari ule alijibu kwa fedhuli. Vile vile akiwa na imani kwamba siwezi kufanya vile ambavyo nitaka kufanya. Mbano mmoja wa nguvu wa koleo ile katika kende au korodani zile kusababisha isikike kama sauti ya kuvunjika kwa yai. Askari ule alilia huku akirukaruka kama kuku. Nilikuwa nimejipasulia yai la korodani moja. Nitasema. Shetani mkubwa wewe. Askari ule alilia mithili ya mtoto mdogo. Haya, ongea haraka. Maana katika kitu ambacho kwetu ni muhimu kuliko vyote, basi ni muda. Akasema amepelekwa kwenye basement namba 1. Askari ule alijibu. Kwa nini amepelekwa huko? Niliuliza. Mkuu alisema anataka wanase ninyi kwa sababu anahakika kwamba mtakuja. Askari ule alijibu. Anataka sisi kwa lengo gani? Anataka waue. Kwa hiyo amemshikilia rais ili ninyi muende halafu awaue na baadaye amuue rais. Kwa hiyo kwa sasa amejitangaza kwamba yeye ndio rais. Askari ule alijibu huku maumivu yakimzidia. Kutoka hapa mpaka huko basement namba 1 kuna umbali gani? Niliuliza. Ni mbali kidogo, ni kama kilomita 20 hivi. Askari ule alijibu. Tunahitaji usafiri. Sasa tunafanyaje? Kapteni Salimu aliuliza. Mimi naijua hii kambi vizuri. Twendeni tukaangalia mahali fulani. Ninaamini lazima tutapata gari hapo. Meja Sesi aliongea. Basi sote kwa pamoja tukaondoka pale na kuanza kumfuata Sesi. Tulikuwa tunakimbizana sana na muda. Kwa mtazamo wangu, mpango ambao utatufaa kuutumia ni hata ya plani. Tutajiswitch ndani yao bila wao kututambua na kisha tutafanya mashambulizi from inside. Captain Anthony aliongea. Yes, uko sahihi Captain. Lakini ninyi watatu ndio ambao mtavaa mavazi yao, lakini mimi pamoja na Sesi tunatakiwa twende tukiwa katika muonekano wetu. Inatakiwa Bisare atutambue. Niliongea huko tukaendelea kutembea wakati huo. Yule mateka tukiwa tumembeba maana alikuwa anashindwa kutembea. Dakika 40 baadaye, basement namba 1. Bantu oye. Bisare aliongea. Oye.
Askari walijibu kwa hamasa huku wakiinua silaha zao. Leo ni siku ya furaha kubwa sana kwetu kwa sababu tumeweza kuipata nchi na serikali ya Bantu. Kwa sasa iko mikononi mwetu. Hii ni siku ya muhimu sana katika historia ya nchi hii. Jenerali Nonimani Bisare alianza kuongea. Tumepigana vita ya jasho, damu na nyama kuhakikisha kwamba tunaitoa serikali hii ya mafisadi na madhalimu madarakani. Mungu amesikia kilio chetu na leo ametupa ushindi na kutupa serikali yetu. Mbele yenu kuanzia sasa naitwa Mheshimiwa Rais Jenerali Nonimani Bisare, na huyu ndiye makamu wa rais Kanali Biabato, na kutoka miongoni mwenu watapatikana mawaziri ambao kwa pamoja tutaunda serikali. Hivyo kila mmoja kama ambavyo niliwaahidi ni lazima atapata manufaa na ushindi huu. Hakuna hata mmoja ambaye nitamwacha. Jenerali Nonimani Bisare aliongea. Maisha marefu Mheshimiwa Rais Jenerali Nonimani Bisare. Wanajeshi walijibu wakipaza sauti zao huku bunduki wakiziinua juu. Sasa huyu mpumbavu rais aliyepita nitamuua kwa mkono wangu. Maana hii ndio ilikuwa ndoto yangu ya muda mrefu. Lakini kwa sasa nawasubiri panya fulani, nadhani muda si mrefu watafika hapa. Bisare aliongea. Panya hao pia nataka niwaue kwa mkono wangu kwa sababu yeyote ambaye anajaribu kunipinga mimi basi adhabu yake ni kifo. Haijalishi huyo ni mtu wa nani na ni nani. Jenerali Nonimani Bisare aliendelea kuzungumza. Bisare, achana na mpango wako huu, kwani utakugharimu sana. Hivi nafikiri serikali itavumilia kwa udhalimu huu unaofanya? Mheshimiwa Rais akiwa bado amefungwa pingu aliongea. Serikali gani tena unayoisema? Serikali ya Bantu kwa sasa ndio hii hapa. Tena funga mdomo wako, maana naweza kukumaliza kabla hao mbwa hawajaja. Bisare alijibu. Baadaye Jenerali Nonimani Bisare alisita kuendelea na hotuba yake. Hii ni mara baada ya kutuona mimi na Sesi tukitembea kuelekea katika uwanja ule ambako ndiko walikuwa wamefanya kusanyiko. Wakati wa mituto ya wanajeshi wote ilikuwa inatutizama. Oh, look who are here. Jenerali Nonimani Bisare aliongea kwa furaha. Tumepata wageni ambao tulikuwa tunawatarajia. Bisare aliongezea. Wakati wote tulikuwa tumefika mbele yake hatua kama 7 kutoka kwake. Mheshimiwa Rais alikuwa bado amesimamisha mbele huko mikono yake ikiwa imefungwa. Nilimpa ishara ya siri ambapo akaelewa nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Kwa nini mmekuja huko vijana? Ninyi mngeniacha tu kwa sababu nilikushajitoa sadaka kwa maisha ya Bantu. Mheshimiwa Rais aliongea. Usihofu Mheshimiwa Rais, tumekuja kukuchukua tukurejeshe Kano. Niliongea kwa ujasiri. Kauli yangu iliwashangaza sana askari wale. Walijiuliza ninakuwa na ujasiri gani kuongea vile, wakati kwa muda ule tulikuwa katika hatari ya kufa kwa 99%. Walishindwa kunielewa na walihisi huenda nimeanza kuwa punguani. Msikilizeni huyu hedere. Yaani wewe umekwisha kufa alafu unawaza kuondoka hapa salama? Kichaa kabisa wewe. Bisare alijibu. Sasa mimi nawe nani kichaa? Wewe unayafanya mambo ya kiwenda wazimu, ndiye kichaa. Sisi tumekuja kumchukua Mheshimiwa Rais. Ni vema ukatupa tuweze kuondoka naye hapa kwa amani kabisa. Nakufahamu vizuri sana Willy, lakini leo hii ndio mwisho wa maisha yako. Itabaki historia yako tu. Na unapaswa kutambua kwamba anayezungumza mbele yako ni rais wa Jamhuri ya Bantu. Hakuna lolote ambalo unaweza kulifanya. Nitawafyeka ninyi nyote leo hii kwa sababu sipendi kabisa kuishi na virusi. Jenerali Nonimani Bisare aliongea. Kwanza kabisa ninapenda nikwambie tu kwamba ulikuwa mwalimu wetu, lakini una ufinyu wa fikra. Yaani unafikiri kwamba ulichokifanya ni mapinduzi. Umekosea sana. Ulichokifanya ni kumteka rais. Nchi bado iko salama kabisa. Uliye naye ni Mheshimiwa Rais na wala si nchi ya Bantu. Kwa kifupi umeingia cha kike. Niliongea. Maneno yangu ndio yakaufungua ufahamu wa Nonimani Bisare. Sasa akatambua kwamba misheni yake ilikuwa na makosa. Kumbe mapinduzi yake alitakiwa akayafanyia Ikulu na si kumteka rais kule porini. Alikasirika sana, lakini hakutaka kuwafanya wafuasi wake wafahamu kwamba mpango wake ulikuwa na dosari. Vijana wangu, naomba msimsikilize huyu mwenda wazimu. Misheni yetu imekwenda vizuri kama ambavyo niliwaambia hapo awali, na pia msisahau manufaa ambayo mnakwenda kuyapata. Nonimani Bisare aliongea. Wewe Willy,
pumzi zako hapa duniani zinahesabika. Umehadaika na sisi, au sio? Unadhani anakupenda? Mwanamke fedhuli huyo kakuingiza katika moto ambao unakutafuna bila wewe mwenyewe kujua. Jenerali Nonemane Bisara endelea kuongea kwa ghadhabu. Nawe sisi, mimi nilishakulaani na kukuondoa kabisa katika uzazi wangu. Wewe si binti yangu tena. Na pia kumbuka, niliapa kwamba nitakuua kwa mkono wangu mwenyewe. Ndio siku ya kutimiza ahadi yangu imefika. Bisara aliendelea kufoka. Baba, umelitumikia jeshi kwa muda mrefu. Nchi ilikutizama wewe kama mzalendo. Iwaje uje uchafue jina pamoja na heshima yako uliojenga kwa muda mrefu. Wakati wa mwisho kabisa ambao ilikuwa unapaswa kutunukiwa nishani na medali za heshima. Una muda bado wa kurekebisha makosa uliyofanya. Acha kufanya mambo kwa makubwa baba. Sasa aliongea. Nani baba yako? Nilikusha kwambia mimi si baba yako tena. Wewe ndiye ambaye mara nyingi umekuwa ukikwamisha mipango yangu. Na nilikusha kwambia kwamba haya yote ni yafanyao ni kwa ajili ya familia yetu. Ni kwa ajili ya maisha yako pindi mimi nikiwa sipo hapa duniani. Lakini wewe hiyo kasumba uzalendo imekulevya mpaka unafikia kiasi cha kunidharau mimi baba yako. Sasa leo nitakuwa kwa mikono yangu. Ila kinachoniuma ni kwamba hautaweza kushuhudia baba yako nikiongoza nchi ya Bantu. Jenerali Nonemane Bisara alifoka. Baba, katu sitaweza kukuunga mkono katika mambo yako ya kihalifu. Na nilikwisha kuambia hilo. Jambo la msingi la kufanya kwa sasa ni kusalimu amri. Kwani mpango wako umefeli. Salimu amri kwa kumwacha Mheshimiwa Rais kabla hujapata madhara. Sisi aliongea. Unaota ndoto za alienacha wewe. Kwanza kwa sasa inabidi ni kumwaga ubongo wako uliojaa matope mshenzi wewe. Yaani uko kama mwana wa mwana haramu. Yaani najuta kukuzaa binti mpumbavu kama wewe. Jenerali Nonemane Bisara alifoka akimnyoshia bastola Meja Sesi. Wakati huo mimi nikapiga hesabu kiasi cha mhemko wa Jenerali Nonemane Bisara. Nikahusianisha na kasi ya mpiga moyo wake. Na nikabakia na hesabu sekunde huko macho yangu yakiwa makini kabisa katika trigger ya bastola yake. Kidole cha Nonemane Bisara kilipobonya tu trigger ya bastola. Na sekunde hiyo nilimzoa mtama Meja Sesi na sote tukaenda chini. Wakati Kanali Babato akijiandaa kufyatua risasi, alijikuta kichwa chake kikifumuliwa kwa risasi iliyotoka nyuma yake na kufanya mwili wake kuanguka chini akiwa maiti. Ni nani aliyefanya hilo? Alikuwa ni Kapteni Abubakari ambaye yeye pamoja na Kapteni Anthony na Kapteni Salimu walijipenyeza kwa siri katika jeshi la Bisara wakiwa wamevalia sare zao. Ilikuwa ni ngumu kwao kutambulika. Wakati huo nami nilikuwa nimekwisha chomoa bastola yangu na kufyatua risasi mbili ambazo zilileta madhara makubwa sana kwa Nonemane Bisara. Risasi ya kwanza ilipenya katika paji la uso wake na ya pili ilipenya katika shingo yake. Nonemane Bisara alianguka chini akiwa marehemu. Hakufanikiwa hata kupiga kelele. Wakati wa Kapteni Salim na Kapteni Anthony walikuwa wamekwisha muondoa Mheshimiwa Rais kutoka katika eneo lile. Sasa kilichofuata ikawa ni mashambulizi makali baina yetu pamoja na wanajeshi wale wa Nonemane Bisara. Ilikuwa ni mashambulizi makali sana kwa jeshi lilikuwa kubwa sana. Kwa idadi ilikuwa ni takriban wanajeshi 2000. Wakati wote tukawa tumerudi nyuma na kujificha katika jengo ambalo tulilifanya kama kinga. Asanteni sana vijana. Hakika mmefanya kazi kubwa sana. Taifa linajivunia kuwa nanyi. Mheshimiwa Rais aliongea akiwa haamini kama alikuwa amesalimika kutoka katika mikono ya nduli Jenerali Nonemane Bisara. Usiwe na wasiwasi mheshimiwa, tutatoka hapa salama kabisa. The Five Eagles. Jukumu letu la kwanza ni kuhakikisha Mheshimiwa Rais anatoka salama. Jukumu letu la pili ni kuhakikisha na sisi wenyewe tunatoka salama. Attack, niliamuru. Sasa hapo ndipo ikawa disco vumbi, muziki, risasi. Wale jamaa walioga risasi ise. Mashambulizi yetu yalikuwa ni yale ya malengo. Hakuna risasi ambayo ilifyatuliwa na kupotea. Kila risasi iliondoka na mtu. Wakati huo mambo yakazidi kwa moto. Chopa 4 za jeshi zikapita juu na kuacha risasi mithili ya njugu. Na pia kuna jeshi jingine la ukombozi la ardhini lilikuwa linakuja. Wale jamaa siku ile walijuta. Waliuawa mithili ya kumbe. Kilichofanyika ni kwamba kabla ya kuja kuivamia kambi hii ya basement namba 1, nilikuwa nimeomba backup ya askari jeshi ambao wangevamia pindi sisi tunapokuwa tumemtoa Mheshimiwa Rais katika mikono ya Nonemane Bisara. Na hivyo ndivyo ambavyo ilifanyika. Baada ya jeshi la Jenerali Nonemane Bisara kuelemewa, hatimaye lilisalim amri.
Tuliwakamata wote na kuwaweka mateka mahali pale. Palikuwa ni uwanja wa damu. Mzee mshenzi sana huyu. Najuta kwa binti yake. Sesi aliongea huku akiukanyaga mwili wa marehemu babake. Kwa mguu, machozi yakimporomoka. Pole sana Sesi, nadhani yote yamekwisha sasa. Niliongea huku nikimkumbatia kumfariji. Kapteni Anthony alipoona kitendo kile cha mimi kumkumbatia Sesi, akawakonyeza wenzake. Nami nilipoona nikaonyesha ishara ya ngumi kuashiria kwamba waache umbea. Kwani nitawapiga ngumi za kila rangi. Wakacheka na kuondoka huku wakigongesha mikono yao. Baada hapo tukaanza ukaguzi wa kuizungukia kambi ile. Tulikagua kila kona ili tujifunze na kujua nini ambacho kilikuwa kikiendeshwa pale. Kwa kifupi ile ilikuwa ni kambi ya siri ambayo ilikuwa imeanzishwa na marehemu Noni Bisare. Alikuwa akikusanya vijana kutoka sehemu mbalimbali na kuwaweka katika kambi ile kisha kuwafunza mafunzo ya jeshi. Hata wanajeshi wa kambi namba 26 akawa amewateka kifikra na kuwafanya kwa wafuasi wake. Lengo lake lilikuwa ni kuwapata wanajeshi ambao watatumika katika mapinduzi ya kijeshi ambayo alikuwa ameanuia. Hebu njooni huko. Kapteni Anthony aliongea mara baada ya kufungua gala moja kubwa sana. Sote tukaharakisha kwenda huko. Macho yetu yalishindwa kuamini kile ambacho tulikiona. Tulichoka kabisa. Hii si shehena ya zile silaha ambazo tulivamiwa na kuporwa siku ile? Niliuliza kwa mshangao. Kumbe huyu mzee ndiye alikuwa nyuma ya huu mchezo. Kapteni Salimu aliongea. Na alifanya hivi kwa ajili ya kujiimarisha kijeshi. Mzee alikuwa na hatari kubwa sana huyu. Wahenga walisema kikulacho kinguoni mwako aise. Sesi aliongea. Jambo la kumshukuru Mungu ni kwamba yote yamekwisha na silaha hizi tena zimerudi mikononi mwa serikali. Nilijibu. Utaratibu wa kuwasafirisha mateka wale pamoja na zile silaha kwenda jijini Kano ulifanyika. Mheshimiwa Rais akawa yuko salama kabisa. Alitupongeza sana kwa ujasiri wetu. Taifa lilitangaziwa kwamba kulikuwa na mushkeli kidogo ambapo mhalifu alikuwa anajaribu kumteka Mheshimiwa Rais. Ikatangazwa kwamba jeshi lilifanikiwa kudhibiti hali ile na si kikosi cha The Five Eagles Squad. Kulikuwa na sababu ya kufanya vile. Kikosi chetu ni cha siri, hakipaswi kuwekwa hadharani. Na hata operesheni zetu huwa tunazifanya kwa siri. Mateka wale walifunguliwa mashtaka kutokana na makosa ambayo walikuwa wameyafanya. Jenerali Noni Bisare mwisho wake akawa ndio kama hivyo. Alikuwa na mwisho mbaya sana. Maisha yetu yakaendelea kama kawaida. The Five Eagles Squad tukaendelea kuishi kwa kushikamana na upendo wa hali ya juu. Hivi Sesi, eti siku ile kule basement namba 1 marehemu baba alisema kwamba unanipenda. Niliongea siku moja tukiwa katika maongezi yetu ya utani. Muone kwanza unasemaje? Meja Sesi aliuliza kana kwamba hakuwa amesikia. Usijifanye hujasikia bwana. Niliongea. Meja Sesi alicheka huku akikiegemeza kichwa chake kifuani kwangu. Hapo nikajua imeisha hiyo. Jamani, tukutane katika sehemu ya 15. Tujue je itakuwaje. Maana mambo yashaanza kuwa moto moto. Tuangalie maisha ya Sesi na Willy na kikundi chake cha The Five Eagles Squad. Itakuwaje? Asante sana kwa kuwa chama la Light Simulizi. Asante kwa kunichagua binti Trish. Asante kwa kumchagua binti Omala Vida. Love you.